Kwa hiyo ni ratiba ya kimfanano kwamba msimu uliomalizika ambao Yanga walishindwa kwenda robo finali, na ndio ratiba ambayo itakuja kumalizika ya msimu unaoua sasa ambao tuliokuwa nao. Wanamaliza na Algeria wale wale. Hii safari hiyo imebadilika, mpinzani amekuwa ni JS Kabylie. Kwa hiyo ina maana kwamba ni mfanano wa style kama hiyo. Pia ratiba hii pia nitarejea pia misimu miwili nyuma ambayo Yanga anaishia hatua ya robo finali. Goli la Aziz Ki linakataliwa, Mamelodi anakwenda hatua ya nusu finali. Ule msimu ukiangalia Yanga alikuwa kundi moja pamoja na Al Ahly, lakini pia alikuwa kundi moja na CR Belouizdad. CR Belouizdad alikuwa kutoka nchini Algeria. Umeelewa vizuri na ambapo Algeria alipata matokeo ya goli 3-0. Alipokuja Benjamin Mkapa alifungwa goli 4-0 ambazo ni goli ambazo zilitengeneza hatima ya Yanga kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hatima ya Yanga inabebwa mara ya 2 na Algeria. Hii ni mara ya 3 hatima ya Yanga inabebwa na Algeria. Kwa hiyo ukiangalia misimu hii mitatu ambayo imekuja ina mahusiano ya kiushindani kati ya Yanga ya Tanzania dhidi ya taifa la Algeria. Ambapo kwa mara ya kwanza hatima yao ilibebwa na CR Belouizdad, waliweza kwenda hatua ya robo finali. Hatima ya pili ibebwa na MC Alger, alikuwa kisiki, Yanga kwenda robo finali. Hatua hii ya tatu inabebwa na nani? JS Kabylie, ambayo hii sasa wao wataamua kwamba waweze kwenda hatua ya robo finali ama la. Lakini pia hii itategemea na Yanga the way watakavyocheza karata zao katika mechi hizi, mechi 5 za mwanzo. Watakuwa na point kiasi gani, watakuwa na idadi ya mabao kiasi gani ya kufunga, watakuwa na idadi ya mabao kiasi gani ya kuruhusu kufungwa. Kwa sababu inaweza ikafika kipindi sasa kukawa wanaangalia head to head, wataangalia magoli uliofunga, wataangalia point ambazo umeweza kuzikusanya. Kwa hiyo hatima pia inabebwa na Algeria. Bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, ndio nahodha wako kwa nyakati hizi. Karibu vyema kweli kweli dimbani, ili tujuzane taarifa zile ambazo tulikuwa tunazimisi kweli kweli. Sasa hivi tunakwenda kubisha odi pale Jangwani baada ya kujua wapinzani wake ni akina nani kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Na sasa tunakwenda kukujuza ratiba rasmi. Yanga anacheza tarehe ngapi, na ataanzia ugenini ama nyumbani? Ndicho ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Steven Mapunda. Cha kufanya, ungana nasi bwana, sako kwa bako, ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutambana nayo kijana wako. Bati zetu hazipauki rangi wala zishiki kutu, na ndio maana tunakupa waranti ya muda mrefu, miaka 10. Mapunda Steven, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri. Afya yako ni njema? Mungu ni mwema. Ndiyo. Kila wakati. Yes, kila wakati Mungu ni mwema. Na hii ndio asili yake. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Lakini tunaendelea kusema kwamba Mungu wetu ni mwema. Na Mungu wetu Bwana hajawahi kutuacha kwenye nyakati kabisa zote. Mfalme Daudi anasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Safi. Bwana watazamaji, ni wakati mzuri wa kuwapa ratiba ya Young Africans kwenye mechi zake, na nikujuze pia anaanzia wapi Young Africans. Karibu ungana nasi sako kwa bako, ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile. Sasa ratiba imeshatoka, lakini pia anaanza wapi imeshatoka, na tunakujuza rasmi. Ndio. Rasmi kundi B. Ndio. Young Africans atakwenda kuanza Benjamin Mkapa. Anaanzia nyumbani huyo.
Young Africans anaanzia nyumbani Benjamin Mkapa. Ndio. Na yeye Young Africans atachagua kati ya tarehe 21 ndio ama tarehe 22 ndio mwezi huu Novemba wa 11. Unanipata vizuri eh? Ndio. Mwezi huu Yanga anachagua acheze tarehe 21 ama 22 ni Benjamin Mkapa dhidi ya FAR Rabat. AS FAR Rabat. Ndio. Unanipata uzuri eh? Ndio. FAR Rabat inatokea Morocco. Kabisa. Kwa hiyo kitendawili cha Yanga anaanzia wapi kimechaguliwa kwamba Yanga ataanzia Benjamin Mkapa. Ndio, nyumbani. Tarehe 21 ama 22 atachagua mwenyewe. Ndio. Lakini pia ataanza na nani? Kitendawili hiko kimeteguliwa. Ataanza na FAR Rabat ya kutokea pale nchini Morocco. Na mchezo wa pili Yanga atasafiri. Ndio. Atakwenda Algeria. Na mchezo huu Yanga atacheza na JS Kabiri. Of course. Na huu mchezo sasa wenyeji JS Kabiri watachagua kati ya tarehe 28 ama tarehe 29. Hizo tarehe ambazo CAF wamefanyaje? Wameziweka. Kwa hiyo mwenyeji hapa JS Kabiri mwezi wa 11 tarehe 28 ama 29 atachagua siku inayomfaa atacheza na Yanga. Hii itakuwa ni wiki moja baada ya Yanga kucheza mchezo wa nyumbani dhidi ya FAR Rabat. Ndio. Sasa baada ya hapo Young Africans atasafiri tena. Unanipata vizuri eh? Ndio. Atasafiri tena kuelekea Misri. Na hapa sasa atakaa takribani mwezi mzima. Ndio. Unanipata uzuri eh? Na kupata uzuri mno. Hii inatarajiwa kuchezwa tarehe 23 au 24 mwezi wa kwanza. Itakuwa 2026 kabisa. Swadakta. Unanipata vizuri eh? Kupata uzuri mno. Mwezi wa kwanza Yanga anacheza mchezo wake wa 3 dhidi ya Al Ahly. Baada ya hapo Al Ahly anatakiwa asafiri kumfuata Young Africans Dar es Salaam Tanzania. Wamalizane, wakubwa wamalizane. Yaani walimfuata kule wakaupiga, alafu atakuja kumaliza Benjamin Mkapa. Hapa itakuwa ni mwezi mmoja baadaye, kwa maana ya mwezi wa pili sasa mwaka 2026 tarehe 6 au 7 Young Africans atachagua tarehe pendwa hapo. Itapigwa Benjamin Mkapa. Itakuwa ni tarehe 30 ama 31 ya mwezi huo wa kwanza Januari. Unanipata uzuri eh? Na kupata uzuri baada ya wiki moja watamaliza huu mchezo. Baada ya hapo sasa FAR Rabat atamwambia Yanga njoo huku. Yanga atakwenda kwa FAR Rabat Morocco. Sasa hapa ndio itakuwa mwezi unaofuata, kwa maana mwezi wa pili kata tarehe 6 au tarehe 7 Yanga na FAR Rabat. Mchezo wa mwisho utapigwa kati tarehe 13 au tarehe 14. Yanga atamaliza Benjamin Mkapa. Yanga atamaliza Benjamin Mkapa dhidi ya Algeria. Kwa maana wa Algeria hawa watawafuata Young Africans. Hiyo ndio ratiba ya Yanga. Itaanzia mwezi huu wa 11 itaisha mwezi wa pili mwakani. Of course. Unanipata uzuri eh? Tunasema all the best Young Africans. Of course. Ratiba hii sasa Steven Mapunda jinsi ambavyo ilivyo, Yanga ataanzia Benjamin Mkapa, atamalizia Benjamin Mkapa. Of course nikiangalia ratiba hii ina ratiba ya kimfanano ya kimipango kama ratiba iliyomalizika ya msimu ulioisha. Tutakumbuka kwamba kuna wapinzani MC Alger walikuja hapa kucheza dhidi ya Yanga. Yanga walihitaji kuweza kupata goli moja la ziada na kuondoka na alama 3 ili waweze kutinga hatua ya robo finali. Ikashindikana kabisa, na hao walikuwa wa Algeria. Kwa hiyo ni ratiba ya kimfanano kwamba msimu uliomalizika ambao Yanga walishindwa kwenda robo finali na ndio ratiba ambayo itakuja kumalizika ya msimu huu wa sasa ambao tuliokuwa nao. Wanamaliza na Algeria wale. Hii safari hiyo imebadilika, mpinzani amekuwa ni JS Kabiri.
Kwa hiyo ina maana kwamba ni mfanano wa staili kama hiyo. Yes. Lakini pia ratiba hii pia nitarejea pia misimu miwili nyuma ambayo Yanga anaishia hatua ya robo finali. Goli la Aziz Ki linakataliwa, Mamelodi anakwenda hatua ya nusu finali. Kabisa. Ule msimu ukiangalia Yanga alikuwa kundi moja pamoja na Al Ahly. Lakini pia alikuwa kundi moja na CR Belouizdad. CR Belouizdad alikuwa kutoka nchini Algeria. Umeelewa vizuri Yeah. Na ambapo Algeria alipata matokeo ya goli 3-0. Alipokuja Benjamin Mkapa alifungwa goli 4-0 ambazo ni goli ambazo zilitengeneza hatima ya Yanga kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hatima ya Yanga inabebwa mara ya 2 na Algeria. Hii ni mara ya 3 hatima ya Yanga inabebwa na Algeria. Kwa hiyo ukiangalia misimu hii mitatu ambayo imekuja ina mahusiano ya kiushindani kati ya Yanga ya Tanzania dhidi ya taifa la Algeria. Ambapo kwa mara ya kwanza hatima yao ilibebwa na CR Belouizdad, waliweza kwenda hatua ya robo finali. Hatima ya pili ibebwa na MC Alger, alikuwa kisiki, Yanga kwenda robo finali. Hatua hii ya tatu inabebwa na nani? JS Kabylie, ambayo hii sasa wao wataamua kwamba waweze kwenda hatua ya robo finali ama la. Lakini pia hii itategemea na Yanga the way watakavyocheza karata zao katika mechi hizi, mechi 5 za mwanzo. Watakuwa na pointi kiasi gani, watakuwa na idadi ya mabao kiasi gani ya kufunga, watakuwa na idadi ya mabao kiasi gani ya kuruhusu kufungwa. Kwa sababu inaweza ikafika kipindi sasa kukawa wanaangalia head to head, wataangalia magoli uliofunga, wataangalia pointi ambazo umeweza kuzikusanya. Kwa hiyo hatima pia inabebwa na Algeria. Lakini pia wa Algeria hawa pia wanafanania pia na Yanga ile ya kimafanikio ambayo mwaka 2022 2023 Yanga anafika finali, anacheza na USM Alger kabisa kutoka pale Algeria. Walitoka hapa alishinda 2-1, wakaenda Algeria wakatoka 1-0, Yanga akiwa bingwa akiwa ameshinda. Lakini USM Alger anachukua ubingwa kwa faida ya goli la ugenini, lakini kwenye aggregate walikuwa 2-2. Hii ni hatima pia nyingine ambayo Yanga ilibebwa kwa nchi ya Algeria ambapo walikosa ubingwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba katika safari ya kimafanikio ya Yanga ina mahusiano ya moja kwa moja na nchi ya Algeria. Yani Tanzania to Algeria. Kwa hiyo wanasema kwamba what goes around comes around. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ni kitu ambacho kimejienda alafu kinaweza kukijirudia. Kwa hiyo ule ubaya ambao umeweza kufanyika au unaweza kumfanyia mtu mwingine pia unaweza ukafanyaje ukakurudia pia vile vile. Kwa hiyo historia naona kama kwa upande wa Yanga inakwenda kujirudia katika hizo scenario ambazo tumeweza kuzizungumzia kwa misimu mitatu hadi msimu wa 4 ambao Yanga anacheza finali kombe la shirikisho barani Afrika, hatima ilikuwa imebebwa na wa Algeria. Lakini nikiangalia katika hii ratiba ambayo imeweza kutoka, tunaiona Yanga inaanza nyumbani dhidi ya Morocco. FAR Rabat wanaanzia hapa nyumbani, ambapo ukiangalia katika makundi sijawahi kuona Yanga ikiwa kwenye kundi moja na timu kutoka nchini Morocco, hususan katika CAF Champions League. Kwa hiyo hii ni experience mpya ambayo Yanga wanakwenda ku-experience kwenye kushindana na timu kutoka Morocco akiwa katika kundi moja. Kwa hii nasema kwamba wacha historia iweze kujijengea kuanzia hapo. Na ndio maana hatujapata cha kuzungumza kuhusiana na taifa la Morocco na taifa la Tanzania, hususan timu ya Yanga. Lakini ishaye kujitokeza kwa Wydad Athletic, ishaye kujitokeza kwa Raja Casablanca kwa upande wa Simba Sports Club. Umeona Wydad alishakuwa kundi moja na Simba Sports Club, Raja Casablanca alishakuwa kundi moja pamoja na Simba Sports Club. Lakini haijawahi kutokea kwa Yanga kuweza kutafuta hatima dhidi ya timu kutokea Morocco. Kwa hii ni historia ambayo inakwenda kujitengenezea. Lakini kitu kizuri ambacho Yanga anakwenda kuanza nacho ni anakwenda kuanzia nyumbani. Sasa hii historia inakwenda kufanania na msimu uliomalizika ambao Yanga alishia hatua ya makundi. Mechi ya kwanza alianzia nyumbani dhidi ya nani? Dhidi ya Al Hilal. Al Hilal Omdurman kama unakumbuka, aliruhusu magoli 2 nyumbani, alifungwa magoli 2 nyumbani.
Alafu baada hapo alisafiri kwenda Algeria. Na ukiangalia scenario hiyo pia mwaka huu pia inafanana hivyo hivyo. Anaanzia nyumbani, mechi ya pili anakwenda kucheza nchini Algeria. Mwanzoni alikuwa amecheza na Al Hilal, alipotoka hapa akaenda kucheza na MC Alger. Hapa anapoteza goli 2, anakwenda ugenini, anakwenda kupoteza kwa goli 3 dhidi ya MC Alger. Safari hii anaanza na FAR Rabat ambaye akicheza hapa nyumbani, matokeo tukapata hapa, itabidi asafiri kwenda nchini Algeria kwenda kucheza na JS Kabylie. Kwa hiyo ina maana kwamba ni historia ambayo kwa upande wa Yanga ni vitu ambavyo vina mahusiano. Anaanzia Tanzania, destination ya pili ni kwenda nchini wapi? Algeria. Kwa hiyo hii inabidi Yanga sasa ajiangalie. Msimu uliomalizika alipata advantage ya kuanzia nyumbani, lakini alishindwa kuitumia vizuri hii home advantage alipocheza hapa nyumbani. Aliweza kupoteza dhidi ya Al Hilal, lakini pia alikuwa amepossess mpira kwa kiwango kikubwa zaidi. Alipiga mashuti mengi zaidi. Nikimkumbuka kaka yangu Ramadhani Mbwaduke, anakuambia Yanga wanapiga mashuti 14 yanaolenga lango, hakuna goli hata moja. Wakati wa Al Hilal wanapiga mashuti 5 yanalenga goli, 2 yanakuwa magoli. Umeona vizuri hapa? Kwa ina maana makosa waliyofanya last season wasije wakarudia safari hii, yasije akajirudia hata kidogo, kwa sababu anaanzia nyumbani alafu anakwenda nchini Algeria. Lakini pia ukiangalia safari yao, destination yake, wakitoka Algeria wanakwenda nchini Misri kwenda kucheza na mshindani ambaye amekuwa na historia kubwa katika CAF Champions League. Amelibeba kombe hili mara 12, amecheza fainali ya kombe hili mara 17. Kwa hiyo katika mara 17 ambayo amecheza fainali, ni mara 5 tu alitoka akiwa kapa, lakini mara 12 aliweza kuwa bingwa. Kwa hiyo unakuja kuona katika viwango vya ufanisi ameweza kufika fainali na kuweza kuchukua kwa asilimia zaidi ya 70. Yupo juu ya asilimia 70 kuweza anapofika fainali kuweza kulichukua kombe. Lakini pia anapofika hatua ya robo fainali ana asilimia zaidi ya 80 kufika fainali. Na huyu sasa wanakwenda kukutana naye wakiwa nyumbani kwao, ambao ukiangalia kwamba sasa hapa advantage ni kwamba anakuja kuipata, anaanzia nyumbani kwake, anakuja kumalizia Benjamin Mkapa. Lakini ule msimu ambao Yanga anafuzu kwenda hatua ya robo finali akiwa na Al Hilal, kilicho kutokea kwamba yeye alianza na Al Hilal Al Ahly akiwa hapa nyumbani. Ni Al Ahly alianzia naye hapa nyumbani. Nyumbani wakatoka sare ya goli 1-1. Pesi Tawa na watanguliza, baadaye Pacome Pierre Zouzoua anasawazisha, wanatoka hapa 1-1. Alafu mechi ya mwisho wanakwenda kucheza away, wanapoteza kwa goli 1-0, lakini wakati huo wakiwa tayari wameshafanyaje? Wameshafuzu. Lakini safari hii imekuwa tofauti kidogo. Wanacheza katikati ya hatima, kwamba anacheza mechi 2, baada hapo mechi ya 3 anakwenda kucheza naye mechi ya 4. Wakati anaanza naye mechi ya 4, anabaki na mechi 2 kama sehemu ya yeye kuweza kujilinda, kwamba akishacheza naye anakuja kumaliza naye hapa nyumbani, wakati huo ana mechi 2 mkononi, akiwa yeye akitegemea aje kucheza na aje kucheza na FAR Rabat kule afaje malize nyumbani na JS Kabylie. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa staili hiyo upande wa Young African mimi naiona kama atachanga vizuri karata zake, bado historia inambeba, ina mahusiano, lakini pia tayari ameshajifunza, kwa sababu hii michuano mara nyingi sana kwa hizi takwimu mara nyingi huwa zinajibeba zenyewe kulingana na aina kikosi ulichokuwa nacho, benchi la ufundi uliokuwa nalo, lakini pia na experience uliokuwa nayo. Ukiangalia Yanga ina experience, tayari imeshafuzu mara 3 mfululizo hatua ya makundi. Kwa tayari ile wanasema acceleration ya ability kwa Yanga imekuwa ya hali ya juu. Ukiangalia pia hata ile winning spirit ya Yanga imekuwa ya hali ya juu, na hata ile fairness katika bara la Afrika kwa upande wa Yanga imekuwa ya hali ya juu. Watu wanaichukulia Yanga kwamba si timu ya kawaida, kwa sababu ukiangalia imekuwa ya 9 kwa ubora, si ndio? Ipo katika top 10. Ukiangalia katika 5 year ranking ilikuwa 12, lakini kwa sasa latest wanasema current form kwa sasa imekuwa ya 9. Kwa hiyo imeingia katika top 10. Kwa hiyo unaiona ni timu ambayo tayari imeanza kuwa na fia katika bara la Afrika. Mimi naiona ratiba hii upande wa Yanga kama watachanga karata zao vizuri, mimi naiona ikiwa inawafavor zaidi upande wa Young Africa, kwa maana ya kwamba wanaanzia nyumbani, wanakuja kumalizia nyumbani. Kwa hiyo mimi nikiangalia Yanga naiona tayari ina pointi 6 za mwanzo
na mwishoni. Kama mechi ya kwanza atapata alama 3 na mechi ya kumalizia atapata alama 3, lakini je, vipi anapokuja Ahly hapa nyumbani, je atapata alama 3? Kama akipata alama 3 maana yake azipata alama 3 za moto ambazo ni 9, ambazo ni alama 3 za moto. Kwa hiyo hapo kwa mujibu wa kuchanga karata kwamba ina maana kwamba ana uwezo kutafuta alama 1 tu au ina alama 10 kujihakikishia kusonga hatua inayofuata. Bwana hatari kweli kweli. Hivyo ndivyo Young Africans ratiba yake inaanzia mwezi wa 11 na kutamatika mwakani mwezi wa pili. Mimi naitwa Cisco, nimezungumza hapa Steven mwana wa Mapunda. Nguvu kubwa tulikuwa tunapewa na bati kwari. Tunahitaji bati nzuri, bati ambazo zenye ubora, hazishiki kutu, lakini unataka bati ambazo zinauza bei ya kitonga, alafu ni imara, hazipauki. Basi nipigie kupitia nambari ya simu ya 0782055044. Narejea tena, nambari ya simu ni 0782055044, au pia simu nambari ambayo unapata kuiona kwenye hiyo squeeze bar hapo, ama hiyo tangazo linalopita kutokea Bati Quality. Hii ni kampuni bora ya Kitanzania ambayo haijawahi kutokea. Nyuma ya kamera yuko Mwamba Damiani, lakini wengi hupenda kumuita Babuchi, ama ukipenda muite baba mdogo. Mambo ni mazito kweli kweli. Mapunda Steven yeye amezungumza mengi na mazuri. Hatuna la ziada. Iliyosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika. Masalam. Kwaheri.